ajili yako. Ninakutukuza e Bwana kwa ajili ya neema na fadhili zako. Asante kwa sababu ni jioni nzuri ambayo Bwana umetukusanya kwa ajili ya muda huu. Bwana, tunaomba neema yako na hekima yako ikatembee ndani ya maisha kwetu. Uwepo wetu mahali hapa Bwana usiwe bure, kama ulivyosema ya kwamba walipo wawili watatu nao wamekusanyika, nawe unakuwa katikati yao. Tazama Bwana, tuko zaidi ya watatu, tunahitaji uwepo wako. Neema yako ikajifunue juu ya kila moja moja, ikajifunue juu ya familia ya kila moja moja. Amekuja na mahitaji, amekuja amepoteza matumaini. Neema yako ikajifunue, uweza wako ukatembee katika jina lako takatifu. Tutazame kuanzia wakubwa hata watoto Bwana, uweza wako ukawe juu yetu katika jina la Yesu Kristo, na mwenye pumzi aseme amen. Haleluya, haleluya. Shangilie Bwana kwa makofi mengi na shangwe. Shangilie Bwana, hayo yameishia kwangu, hayo sio ya Bwana. Chapie Bwana makofi mengi na shangwe. Haleluya, haleluya. Basi asante sana praise and worship. Yesu awatunze zaidi na zaidi. Haleluya, haleluya. Binafsi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kibali na neema aliyoiachilia jioni ya leo, uzima wa pekee kabisa. Namshukuru Mungu sana, niko salama. Haleluya, haleluya. Niko kama hivi unavyoniona. Haleluya. Lakini zaidi sana na kwa neema pekee kabisa, nimshukuru sana askofu wa makanisa ya Tumemwona Bwana, askofu mkuu. Baba Mungu akubariki sana, kwa moyo wa pekee sana, na ni baba wa tofauti sana. Haleluya, haleluya. Tumempata askofu. Haleluya. Kama mnajua kabisa kwamba umempata askofu ambaye ana moyo wa pekee, mshangile Yesu aliye hai. Haleluya. Lakini pia namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji kiongozi wa makanisa ya Tumemwona Bwana. Mama, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kwa kweli nisiwe na mengi ya kuzungumza, lakini Tumemwona Bwana tunaye mama. Haleluya, haleluya. Ni neema ya pekee kabisa ambayo Bwana anaiachilia kwa watu wachache, na neema hiyo imekuwa kubwa sana kwa ajili ya baba zetu na mama zetu. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wa kituo, lakini pia pamoja na mchungaji msaidizi. Baba Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Yaani kwa dakika chache ambazo nimekuwa na wewe asubuhi, nimeona mambo ya pekee sana. Una moyo wa pekee sana. Una moyo wa pekee sana. Haleluya. Mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwa ajili ya wachungaji wote waalikwa ambao tumeitika wito, najua mmeacha kazi zenu za maana sana, lakini kwa ajili ya utukufu wa Bwana niseme tu kwamba Mungu wa mbinguni awabariki sana sana. Mungu awabariki sana sana wachungaji waalikwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia pamoja na wachungaji wote wa Tumemwona Bwana, Mungu azidi kuwapa nguvu zaidi na wazidi kuwabariki sana. Zidi kufanya kazi ya Bwana kwa neema na kwa moyo wa pekee sana. Haleluya. Lakini pia niko na baba yangu. Haleluya. Baba yangu Apostle Michael Simba, na penda kumshukuru Mungu sana kwa ajili yake, kwa kuona kwamba nafaa kuongozana naye. Haleluya. Kwamba nafaa kuongozana naye. Haleluya. Jambo hili ni kubwa sana, na walikuwepo wengine pia ambao wangeweza
kuambatana na yeye, lakini akaona nimepata kibali machoni pake, akaona nafaa kuja na yeye. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya baba yangu, lakini pia majina yangu naitwa Mchungaji Jacobo Dickson. Mchungaji Jacobo Dickson, niko pale Singida, wilaya. Ujumbe wa neno la Mungu. Haleluya, kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu na kwa ajili ya kuheshimu muda pia, kwa ajili ya kuheshimu muda pia, nisiwe na mengi sana ya kuzungumza, ila Yesu awabariki sana kila moja. Mwambie mwenzako tabasamu jipya. Mwambie tabasamu jipya. Alafu mwambie kama hauna tabasamu leo nalipokea. Haleluya, haleluya. Tabasamu jipya. Nataka tu tutangaze jioni ya leo kwa habari ya tabasamu jipya, na tutakuwa na maandiko tu kadhaa. Tutasoma moja kwa moja katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 1 hadi wa 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 3 na mstari wa 1 mpaka ule wa 8. Andiko la pili, Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Andiko la 3, Zaburi ya 69 na mstari wa 32. Zaburi ya 69 na mstari wa 32. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Neno la Bwana linasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Neno la Bwana linasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Na kile kitabu cha Zaburi ya 69 na mstari wa 32, tunamaliza hapo kwa jambo moja tu. Anasema Zaburi ya 69 na ule mstari wa 32, neno la Bwana nasema, walioonewa watakapoona watafurahi. Enyi mtafutao Mungu, mioyo yenu ihuishwe.
walioonewa watakapoona watafurahi. Enyi mtafutao Mungu, mioyo yenu ihuishwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunapata habari za mtu mmoja kwenye Biblia katika Matendo ya Mitume sura ya 3. Habari za huyu mtu ambaye alikuwa ni kiwete, na kiwete huyu Biblia inasema alichukuliwa na watu wakamweka pale mlangoni ambako wanajua kabisa ya kwamba watu wanaoingia wamejipanga, wanazo sadaka. Wakamweka pale mlangoni na wakitaraji kwamba aendelee kuomba sadaka ili yamkini aweze kujikwamua kimaisha, yamkini aweze kuwa na thamani kwenye maisha ya kwake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuomba sadaka. Lakini Biblia inasema ya kwamba alipoona Petro na Yohana wakikwea kwenda hekaluni, Biblia inasema akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Akiwaangalia anaona wamependeza, anaona amevaa kauntasuti, anaona amevaa suti, anaona amevaa na wanasemaga mchusu wa nini sijui, anaona wanaingia hekaluni. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakataraji kupata kitu. Wakati anafikiria hivyo, watu wakamwangalia wakina Petro, wakamwangalia wakasema, aise, huyu mtazamo wake anajua tunayo fedha, huyu mtazamo wake anajua tunacho kitu cha kumpa ambacho kina thamani na anakifahamu. Haleluya. Lakini walipomwangalia wakasema kuna kitu ambacho hajawaza kwenye ufahamu wake. Lakini wakasema, sisi kwa hayo ulionao kwenye ufahamu wako, kwa mtazamo uliopewa na watu ambao wamekuweka hapo ili uombe, hayo mambo sisi hatuna. Lakini jambo moja ambalo tunalo moja tu, ya kwamba wale waliokuweka hapa wanaweza kwenda hekaluni, lakini hauwezi kwenda hekaluni. Waliokuweka hapa wanaweza kwenda mahala kokote, lakini hauwezi kwenda huko. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamemweka pale ila hawana miguu ya kumpa, wamemweka pale hawana nguvu ya kumpa. Lakini Biblia inasema kwamba tulicho nacho ndicho hichi ambacho tunakupa. Kwa jina la Yesu, simama uende. Ulikokuwa hauwezi kwenda, simama uende. Ulikokuwa hauwezi kusogea, simama uende. Hata kama watu wamekata tamaa wakasema ya kwamba huyu mtu atakuwa ni ombaomba, nasema simama uende, uwe mashibu kwao. Simama uende, uwe mashibu kwenye familia yako. Ni kwa nini? Kwa sababu ya jina la Yesu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Anasema ya kwamba mimi sina chochote. Kama umetuona tumetoka Singida tumekuletea fedha, hatuna fedha. Kama unaona tumetoka Singida, kwanza kule ni porini. Mwambie mwenzako ametoka porini, hawana pesa. Hello, haleluya. Tulicho nacho ni kimoja tu, tulicho nacho ni kile kimoja tu. Hatuna shitu kubwa sana, hatuna miraba minne, hatuna kibonge. Tunaye mwanaume mmoja tu, anaitwa Yesu aliye hai, ambaye yeye hapo mwanzo anasema aliacha mambo yote, aliacha enzi yake, akaacha utukufu, akasema naenda kwa ajili ya yule mtu mmoja ambaye anatoka hekaluni sahihi na amepoteza matumaini, ambaye anatoka kwenye kesti sahihi na hajui ya kwamba kuna madhara ya kesti. Naenda kwa ajili ya huyo. Akiangalia naona ya kwamba hauna thamani. Watu wakikuangalia wanasema huyu anakufa kesho. Watu wakikuangalia wanasema napigwa moto kesho. Watu wakikuangalia wanasema kahaba wa nini, wanasema malaya wa nini, wanasema mwizi wa nini, wanasema ya kwamba hata fedha hauna, hata shepu hauna, hata usuri hauna. Huyu wa nini? Akasema hapana, huyu ambaye sio wa nini, huyu ambaye hana chochote, naenda kumfanya awe chochote. Haleluya, haleluya. Ambaye si chochote namfanya awe chochote, ambaye si chochote namfanya awe chochote. Sisi tuliokataliwa akatufanya kuwa chochote. Haleluya, 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 haleluya. Upande wao hawajanielewa. Nasema hivi, nakuja huko, kuna jambo moja tu ambalo hatujui.
ni kwamba waliomweka pale hekaluni aombe sadaka walijua kabisa ya kwamba ni mradi kwao, ni biashara kwao, ni uchumi kwao. Sikiliza, sio mama aliyemweka pale aombe fedha, sio baba aliyemweka pale aombe fedha. Biblia inasema watu wakamchukua wakamweka pale ili aombe fedha watu wakamchukua ili aombe fedha watu. Sio mama apelekewe fedha, watu waliokaa ili magonjwa yako yawe fedha kwao, mateso yako yawe uchumi kwao, mahangaiko yako yawe nafasi ya kwao kufika mahali fulani. Na nimekuletea Yesu tu jioni ya leo, nimekuletea Yesu tu jioni ya leo, anayeweza badili msiba wako, anayeweza kukupa tabasamu jipya, anayeweza kukupa matumaini mapya, anayeweza kukupa amani mpya. Anaitwa Yesu peke yake, ambaye akiingia ndani yako anahamisha mambo yote, anapindua mafaili, anasema ya kale yanapita, tazama yanakuwa huku hawataki na kusha huku. Yesu akiingia ndani yako anasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Anaitwa Yesu peke yake. Huyo sio mjomba, huyo sio anko, huyo sio bibi, huyo sio babu, huyo anaitwa Yesu peke yake. Akiingia ndani yako jioni ya leo anakuambia simama, 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 ninavyo vifundo kwa ajili yako. Vifundo vya miguu vipo kwa Yesu. Nakwambia nyonga iliyopoteza amani, iliyopoteza matumaini, nyonga ambayo haifanyi chochote, iko ndani ya jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Wale ambao wanaonekana si chochote, wale ambao wanaonekana si chochote, thamani yao iko ndani ya jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kuna watu ambao hawanielewi. Nasema hivi, waliomweka pale walikuwa wanajua ya kwamba ni mradi kwao, ni mradi kwao. Ndio maana walikuwa na chochote, lakini hawakujua namna ya kufanya jambo kwa ajili yake. Mwanadamu anaweza kuona, anaweza kufanya jambo ukahisi amekuhurumia. Haleluya, ukahisi amekuhurumia. Pale yeye alijua amehurumiwa, amependwa, kubebwa na kupelekwa pale. Kwanza amebebwa, sijui alimbeba bebasho. Unajua watu wanaokupamba, wanakupamba vizuri. Pengine walimbeba mgongoni. Halo, mgongoni. Anamwambia twende pale, twende pale baba, wala usijali, mimi nitakuja kukutoa tena hapa, kwa sababu najua wewe ni mradi. Sikiliza nikwambie, mama yako hawezi kukuruhusu umpe Yesu maisha yako, kwa sababu wanajua ya kwamba ukimpa Yesu maisha yako kuna baadaye iliyo njema, kuna kesho iliyo njema, kuna kesho kutwa iliyo njema. Ndio maana ukiokoka watakwambia umeasi dini. Hatujaleta dini, tumemleta Yesu aliye hai. Hatujaleta dini jioni ya leo, tumemleta Yesu aliye hai. Hata dini zilikuwepo, Yesu alikaa chini ya makuhani wakamfundisha, hatujui. Halo, alikaa chini ya makuhani wakamfundisha. Alipozungumzia habari ya wokovu ikawa shida. Makuhani wale wakuu wa dini wale wakasema hatuelewi hilo jambo. Sikiliza nikwambie, wakuu wa dini hawatakuelewa, na ndio maana ukiokoka watakwambia ya kwamba umeasi dini. Nakwambia hivi, ile nyongeza aliyoileta Yesu ndio tunaitaka. Kama dini ilikuwepo haikuwa na mashibu, ile nyongeza ya wokovu ambayo ilifanya Yesu atafutwe ili auawe, hiyo ndio tunaitaka, hiyo ndio tunaitaka. Ile nyongeza ndio tunahitaji, ile nyongeza. Nasema nyongeza ndio tunaitaka. Hatutaki kujua sana Biblia, tunataka kujua nyongeza ya wokovu. Halo, haleluya, haleluya. Nyongeza ndio tunaitaka. Ndio kemeza kumwambia nataka nyongeza. Kama makuhani walikuwa nazo, Gamalieli alikuwa nayo, alikuwa na maarifa yote, lakini nataka nyongeza. Mwambie wenzako nataka nyongeza. Ile nyongeza ambayo ilikata mawasiliano ya kukaa na makuhani. Yesu ikakata mawasiliano ya kukaa na makuhani. Wakasema hatutaki usikie chochote saizi. Mwambie mwenzako ndio tunaitaka hiyo. Mwambie ndio tunaitaka hiyo. Haleluya. Mwambie ndio tunaitaka hiyo. Mimi sasa hivi. Haleluya. Sasa hivi nikikuaga na paa
Mwambie mwenzako angekuwa na paa. Wale wa Kigoma si wanaelewa bwana. Alafu sasa mimi babu yangu alikuwa fundi. Akikuomba lift bodaboda, nimesikia sasa hivi bodaboda wanajiona. Akikuomba lift ukikataa na kaa kichwa. Unashangaa kichwa kizito. Alafu unashangaa umefika njiani ambapo anaingia nyumbani, kichwa kinakuwa chepesi. Kama umekunywa dozi, ujue umekunywa dozi ya bure. Inaenda kuganda kwenye mifupa. Halo? Haleluya. Wakati mimi natafutwa na Yesu, nakutwa kwenye mafundisho nisiyoyajua, nikiota na paa, nikiota naona niko juu ya wale wa Kigoma wanajuaga mishira kule. Mwambie mwenzako mishira kule. Halo, uko juu ya mashani ya miti, unapaa juu ya anga, unapaa. Kwa nini? Unaandaliwa kwa ajili ya kazi maalum. Usikiliza nikwambie, ile kupaa alijua kabisa ya kwamba hiki kijamani nikikiacha huru kitakuja kusumbuaga baadaye ufalme wa kwangu. Na mimi najua kabisa hata alipoingia Yesu, ile kupaa haijakataa. Na ndio maana Baba akasema umepata kibali cha kwenda na mimi. Kwa nini? Kwa sababu kupaa kule kwa ajili ya Yesu, sio kwa ajili ya ufalme wa giza tena. Kwa ajili ya Yesu nasema tumepaa kukuletea neno jioni ya leo. Tumepaa kukuletea habari za Yesu jioni ya leo, anayeweza kuleta vifundo vya miguu, anayeweza kutengeneza hatua yako, anayeweza kufanya wachawi wapate hasara, anayeweza kufanya waganga wapate hasara. Anaitwa Yesu peke yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayayaya. Hey! Sema he. Sema he. Halo. Sema he. Kwenye mlango wa Naini pale. Kwenye mlango wa Naini pale. Biblia inasema watu wakamwonea huruma. Walipomwonea huruma walimbeba, walimsaidia yule mama, wakambeba mtoto wake wa pekee aliyekufa, wakamweka kwenye jeneza, wakabeba waliomwonea huruma wanaenda kuzika. Haleluya. Waliomwonea huruma wanaenda kuzika. Lakini akatokea Kapernaum mwanaume mmoja, alipofika pale kwenye mlango wa Naini, anasema kwamba naye akamwonea huruma. Sikiliza nikwambie, wanadamu walianza kumwonea huruma, wakabeba jeneza wakazike. Yeye alipokuja akamwonea huruma, akasema jeneza halizikwi, akasema mtu hazikwi. Hiyo ndio nyongeza anayoitaka jioni ya leo. Hiyo ndio nyongeza ambayo tunaitaka jioni ya leo. Waliokuonea huruma wakakusaidia kukupa mpashi, wakakusaidia kukupa nauli ya kwenda nyumbani ukapumzike, uache biashara, uache uchumi wako. Hawa hatuwataki. Tunakoma hapa. Tunasubiri nyongeza yetu, ambayo hiyo nyongeza ikisha inazuia uchumi wetu, inazuia hatua mbaya kwetu, inazuia mambo yaliyoharibika yakae sawa sawa. Hiyo ndio nyongeza ambayo inakupa tabasamu mpya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema tabasamu jipya. Haleluya. Sema tabasamu jipya. Ni tabasamu pekee la Yesu ambayo ikiingia ndani ya maisha yako, hata kama watu walisema hiki cha nini, unajua halo, wadada wasapunga mkono. Halo, ulipoambiwa wewe si chochote ulianza kufanya nini? Ulipoambiwa wewe si chochote, halo, wale wakaka walioambiwa huna lolote, una mbele wala nyuma, ulianza kufanya nini? Hello, hey, sikufichi. Sema hii ngumu nayo hii inauma. Maana sasa ngoja niseme, mwambie mwenzako ngoja niseme. Ngoja aseme hivyo hivyo. Aliposema wewe si chochote, ukaanza kujiangalia kwa namna ya kuweza kutengeneza ili mambo yakae sawa sawa. Ulipoambiwa ya kwamba wewe huna mbele wala nyuma, sasa wewe kama umepoteza rada, unaenda kutafuta weupe. Mwambie mwenzako kama hujapewa anarejesha thamani. Mwambie tena anarejesha thamani. Kuna watu hawajanielewa. Nasema wanarejesha thamani wakina Yesu. Yani wale wakina Yesu, wale ambao wamedharaulika, wameonekana ni wa mafundi mbao tu, wale wanarejeshewa thamani. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Wenye
majina mabaya, wale ambao wameonekana si chochote, wanaitwa mafundi seremala, wakapewa thamani ya kumiliki urithi wote wa kimbingu. Haleluya, 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 haleluya. Nimekuja na taarifa moja tu. Mwambie mwenzako ni tangazo. Mwambie tena ni tangazo. Kama ulionewa na ibilisi, jioni ya leo unaachiliwa. Haleluya. Mwambie mwenzako unaachiliwa. Unaachiliwa. Kama ulikuwa haushaona neema ya Bwana, mwambie jioni ya leo unaiona. Haleluya. Anasema walioonewa watakapoona watafurahi. Anasema habari za Yesu Kristo akipita huko na huko, akiponya wote walioonewa na ibilisi, akiponya wote walioonewa na ibilisi. Na Zaburi ya 69 anasema walioonewa watakapoona watafurahi. Walioonewa akimwona Yesu anayeponya walioonewa watafurahi. Hauna furaha kwa sababu haushaona Yesu. Hauna amani kwa sababu hushamuona Yesu. Unakaba usiku kwa sababu hushamuona Yesu. Unaabudu kwenye tairizi kweli my friend, kweli kabisa, lakini unakabwa na wachawi maana hujamuona Yesu. Halo. Maana Yesu hakuletaga dini. Haleluya. Na ndio maana wachungaji tofauti tuko hapa. Haleluya. Kwa sababu hakuletaga dini. Mwambie mwenzako hakuletaga dini. Alileta lango moja tu, anasema ni lango la pekee ambalo kila mmoja anayetaka mbingu anapita hapo. Uliyemchukia hapa duniani akiwa na Yesu utakutana naye pale langoni. Anaitwa Yesu peke yake. Haleluya, haleluya. Anaitwa Yesu peke yake. Yule ambaye ulimuona pale barabarani ukasema cha nini hiki kinaokota makopo, huyo utamkuta langoni akimpata Yesu Bwana. Utamkuta kwenye lango. Uliyevaa suti utakutwa kwenye lango. Uliyevaa tai utakutwa kwenye lango. Na kuambia hivi, hata wale ambao uliwaonaga hawavaagi, hawajui kuvaa, utawakuta wote langoni. Afu utaanza kumuuliza ule mwizi, naomba tiketi yako nione. Ukiangalia unaona inafanana na ya kwako, unaanza kujiuliza, thamani yangu inafanana na ya huyu kwa? Halo. Haleluya. Haleluya. Anaitwa mwanaume mmoja Yesu ambaye anasema ya kwamba kwa kinywa cha Ayubu, nilizaliwa uchi naenda uchi. Hata kama wewe ulikuwa ni maskini, nakwambia unaenda uchi. Hata kama ulikuwa tajiri, unaenda uchi. Tumekuletea Yesu ambaye anakuongezea thamani, anakuongezea thamani, anakupa thamani ya pekee. Anaitwa Yesu peke yake. Wakati ambao watu wamekaa wanasema haya kaka kashamaa ni mradi wetu tu, lakini Yesu akiingia ndani yako anatengeneza amani, anatengeneza furaha, anatengeneza mpenyo. Wale waliokuwa wanashua ni ombaomba wakashangaa na rukaruka. Kwa nini? Kwa sababu amekubali kuwa vile ambavyo amekusudiwa na Bwana. Nimekuja kutangaza habari moja ya kwamba uko nyumbani unasikia sauti hii, lakini unasema niende kule kwa nini? Mimi ninao dini yangu. Na kuambia hivi, tumekuletea Yesu ambaye anakufanya ukae kwenye kusudi ulioumbiwa na Bwana, ulioumbiwa kuwa kwaro. Anaitwa Yesu peke yake, anayekuweka kwenye nafasi. Sema amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Nipige nisipige? Halo. Nipige nisipige? Nigonge nisigonge? Nishape nisishape? Nisape nisishape? Haleluya, 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 haleluya. Waliokaa wakasema ya kwamba huyu shamaa na nyumba yake, hawa shamaa tutawaonesha kwamba wanashua hawajui ya kwamba wako kwenye magwishi, wako katikati ya magwishi. Wanasemaga Bagamoyo imetulia kweli kwa magwishi. Nasema hivi, ukiwa na Yesu hakuna gwishi zaidi ya Yesu. Yesu peke yake ndio gwishi. Akiwa ndani yako, akisha hawaoni nyumba yako, wanaona kichuguu. Hawaoni nyumba yako, wanaona kisiwa. Hawaoni nyumba yako, wanaona bahari. Hawaoni nyumba yako, wanaona moto unawaka. Hawaoni nyumba yako, wakisogea wakiona na inasogea. Kwa nini? Kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Niseme nisiseme? Nigonge nisigonge? Nishape nisishape? Simama kwa miguu yako.
Haleluya. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Mwambie mwenzako imeisha hiyo. Mwambie tena imeisha hiyo. Haleluya. Haleluya. Niwakaribishe wachungaji hapa mbele. Lakini pia inawezekana uko hapa haujaokoka. Haleluya. Uko hapa haujaokoka. Yaani wachawi wanasema wewe ndio kila kitu kwao, ndio nyama yao. Haleluya. Jana mtumishi wa Mungu anasema watakula nyama yao wenyewe. Halo. Kama hujaokoka na uko hapa, tunakukaribisha mahali hapa mbele. Kama uko hapa haujaokoka, naomba unyoshe mkono wako hapo ulipo. Kama hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako. Kama uko hapa na hujaokoka, nyosha mkono wako hapo ulipo. Nyosha mkono wako hapo ulipo. Kama hujaokoka, nyosha mkono wako hapo ulipo. Alafu sogea huko mbele. Kama namtaka huyu Yesu ambaye ana majibu ya maswali yako, ana majibu ya changamoto zako, anajua ulikokuwa, anajua anakotaka kukupeleka. Kama unamtaka Yesu, hatuna fedha, tumekuletea Yesu jioni ya leo. Naomba usogee hapa mbele. Wachungaji tuko tayari kwa ajili ya kukuombea. Wewe ambaye hujaokoka, karibu. Haleluya. Haleluya. Basi kama wote tumeokoka, naomba tusogee wote hapa mbele. Ili tuweze kupokea neema ya Bwana ambayo ameikusudia. Lakini pia wale ambao ni wagonjwa, kama najua wewe ni mgonjwa, naomba ukae mstari wa mbele huku. Wagonjwa tukae mstari wa mbele. Kama unajua wewe ni mgonjwa, yupo Yesu mwenye majibu. Kama wewe ni mgonjwa, naomba usogee hapa mbele. Wagonjwa. Kama ni mgonjwa, sogea hapa mbele. Wagonjwa, tusogee hapa mbele.
Inawezekana kuna vifungo ambavyo vinatesa maisha yako, vinatesa nafsi yako, vinatesa hatua zako. Abudu Bwana. Abudu Bwana. Siku zote Asafu alipoabudu, maisha yangu Bwana akashuka kuhudumu mwenyewe. Katikati ya sifa iko nguvu, katikati ya ibada iko nguvu. Yes. Inawezekana kuna mambo unafanya hayafanyiki. Unatamani kwenda mahali lakini unaona haufiki. Unashangaa uko mbaya kwenye ulimwengu wa roho. Uko za shaka kwenye ulimwengu wa roho. Unasema ifasiri umefungwa. Ruhusu uwepo wa Bwana upite kwenye maisha yako. Ruhusu uwepo wa Bwana upite kwenye maisha yako. Ruhusu uwepo wa Bwana upite kwenye maisha yako. Utafuata maneno haya. Utafuata maneno haya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Unaweza kuinua mikono yako ukafumba macho yako. Ukifumbua macho utajikuta uko hapa hapa. Kwa hiyo watumishi tupo kwa ajili ya kulinda uwepo wako. Ruhusu tu uwepo wa Bwana. Unapofumba macho unapambana na vitu ambavyo ungeviangalia vikakutoa kwenye uwepo. Ruhusu nguvu za Mungu zipite ndani yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Muda huu na saa hii niko mbele zako. Niko mbele zako. Ninaomba rehema zako. Ninaomba rehema zako. Sikapite kwangu kwenye maisha yangu, kwenye hatua zangu. Yesu. Yesu. Ninaomba sasa kwa kusudi lako lililo jema, kwa kusudi lako lililo jema, ukaachilie Bwana uweza na upendo wako, uweza na upendo wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inawezekana nimefungwa kwenye mikono, nimefungwa kwenye miguu, nimefungwa kiuchumi, nimefungwa kikazi, nimefungwa kiafya, nimefungwa kifamilia. Yesu, inawezekana nilichaguliwa kwenye ukoo, kwenye familia. Yesu, uliponiokoa, ile nguvu imeendelea kunifuatilia, Yesu, inaomba sasa jioni ya leo, roho zozote ambazo zimechukua nafasi kwenye maisha yangu, kwenye hatua zangu, Yesu, hizo roho ninaamuru jioni ya leo, ziachie maisha yangu, ziachie maisha yangu kwa jina la Yesu.
giza, kuachiliwa na magonjwa, kuachiliwa na nguvu yoyote ya kuzimu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jioni ya leo magonjwa yote, magonjwa yote, magonjwa yote ninayaacha, ninayaacha, ninayaacha hapa hapa, ninayaacha hapa hapa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatangaza nafsi yangu mahali ilikowekwa, mahali ilikohifadhiwa, kwa jina la Yesu. Ninaamuru urejesho, ninaamuru urejesho, ninaamuru kurudishwa, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo ninatangaza uhuru, uhuru, uhuru kwenye maisha yangu, uhuru kwenye maisha yangu. Makaburi yote, makaburi yote, majeneza yote yaliyotamkiwa jina langu yakakamata nafsi yangu, maeneo yoyote ambayo jina langu ilitamkwa, Yesu, ninapeleka, ninapeleka damu yako, ninapeleka damu yako kwenye maeneo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatangaza uhuru, 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za kuzimu, achia, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia, kwa jina la Yesu, achia, kwa jina la Yesu, achia, kwa jina la Yesu, achia, kwa jina la Yesu. Inua mikono yako. Yes. Iko nguvu inapita mahali hapo ulipo. Iko nguvu inapita mahali hapo ulipo. Wachungaji wapo kwa ajili ya kutuwekea mikono. Naomba wachungaji tuweke mikono juu yao. Yes. Inua tu mikono yako. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Tayari iko nguvu. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tayari. 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 Naliona wingu. Naliona wingu. Naliona wingu. Naliona wingu. Naliona wingu la Bwana. 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 Mazimu, mapepo, mashine yanaachia, mateso, magonjwa, vifungo vinakatika, 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 vinaachia, 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 vinaachia. Tayari, 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 kwa jina la Yesu hai. Tayari, 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 tayari. Iko nguvu mahali hapo, iko nguvu mahali hapo, iko nguvu mahali hapo. Imeshuka, 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 imeshuka. Mgonjwa anakufa mahali pa kukaa. Nguvu ya Mungu inapita, inapita kwenye maisha yako. Inapita, inatembea, 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 inatembea nguvu. Inua mikono yako, inua mikono yako. Ruhusu tu uwepo wa Bwana, ruhusu uwepo wa Bwana. Usimwangalie mwenzako anayehudumiwa. Ruhusu uwepo wa Bwana. Iko nguvu tayari, iko nguvu
tayari, iko nguvu tayari, iko nguvu tayari, nguvu tayari, nguvu tayari, uko jina la Yesu, uko moto, jina la Yesu, uko moto, uko moto, uko moto, uko moto, umeshuka, 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 umeshuka moto, umeshuka moto, umeshuka moto, umeshuka moto, umeshuka, 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 mapepo, 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 vifungo, vinakamata moto, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Riba shaka soro katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inua mikono yako, sema Yesu, sema Yesu, 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 Yesu. Inaita moto, inaita moto wako, inaita moto wako, ushuke moto, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, moto, 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 tayari moto, tayari moto, tayari moto, tayari moto, tayari moto, tayari moto, kwa jina la Yesu, tayari moto, tayari moto, tayari moto, tayari moto, tayari moto, moto umeshuka, 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 tayari, umeshuka, umeshuka kwa ajili yako, umeshuka kwa ajili yako, kwa ajili yako, umeshuka kwa ajili ya baraka zako, umeshuka kwa ajili ya kufuna zako, umeshuka, umeshuka sheria leo, umeshuka sheria leo, tayari uko hapa, 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 fire, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio. Katika jina la Yesu. Moto uko mahali hapa, 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 uko moto usiozuiliwa, uko moto usiozuiliwa, uko moto usiozuiliwa, hauzuiliwi na chochote, 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 hauzuiliwi na chochote. Kuna watu ambao nateswa na makofi. Nataka tunywe damu ya Yesu jioni ya leo, tunywe damu ya Yesu jioni ya leo. Anasema ukinywa na kula mwili wake unao uzima ndani yake, ukinywa damu yake unao uzima ndani yake. Nataka kwa imani tunywe damu ya Yesu, kwa imani tunywe damu ya Yesu. Sema Yesu, Yesu, iko tayari kuipokea damu yako, ingie ndani yangu, ingie ndani yangu, isafishe damu yangu, isafishe damu yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, damu yako inifungue, inifungue, iondoe magonjwa, iondoe mateso, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwili wako uambatane na mwili wangu, uambatane na mwili wangu, uungane na mwili wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwili wako usipokea magonjwa, usipokea mateso, usipokea kuharibika, inaomba Bwana ukaingie ndani
ndani yangu, ukaungane na mimi, ukaungane na mimi kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Eh Yesu, inaomba sasa damu yako, damu yako, damu yako, damu yako kwa jina la Yesu, damu yako kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako kwa imani, vuta pumzi kwa ndani kwa kutumia mdomo. Kunywa damu ya Yesu kwa imani, kunywa damu ya Yesu kwa imani. Vuta pumzi kwa ndani, kunywa damu ya Yesu kwa imani, kunywa damu ya Yesu kwa imani, kunywa damu ya Yesu kwa imani. Vuta pumzi kwa ndani kwa kutumia mdomo, kwa kutumia mdomo. Usitumie pua, tumia mdomo. Kunywa damu ya Yesu kwa imani, kunywa damu ya Yesu kwa imani. Vuta pumzi kwa ndani, vuta pumzi kwa ndani. Kuna watu ambao mtaanza kuona kuna vitu vinaachia, kuna vitu vinaachia. Kunywa damu ya Yesu, kunywa damu ya Yesu, kunywa damu ya Yesu. Vuta pumzi kwa ndani, vuta pumzi kwa ndani, vuta pumzi kwa ndani. Kunywa pumzi, kunywa damu ya Yesu kwa imani, 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 kwa imani. Kunywa damu ya Yesu kwa imani, kunywa damu ya Yesu kwa imani. Ndio utaona kama ishiwa nguvu, utahisi kama kuishiwa nguvu, wala usiogope, usiogope. Vuta pumzi, vuta pumzi, vuta pumzi, vuta pumzi, vuta pumzi. Kuna vitu vinaachia, kuna vitu vinaachia, kuna vitu vinaachia, kuna vitu vinaachia. Ndio kuna vitu vinaachia, 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 vinaachia. Utahisi kutapika, wala usiogope. Kuna mambo yanaachia, kuna vitu vinaachia, kuna vitu vinaachia, kuna vitu vinaachia. Funga kinywa chako, funga tu mdomo wako. Ruhusu nguvu ya Mungu inatembea sasa. Hiyo damu ya Yesu iliyoingia ndani yako inapita sasa, inapita sasa, inapita sasa, inapita sasa, inapita sasa, inapita sasa, inapita sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vyakuta vya kipepo, chakula cha kipepo, ulichorishwa, kila msikia uharibifu uliowekewa ndani ya tumbo lako, roho ya mauti uliowekewa kwenye tumbo lako, roho za uvimbe uliowekewa ndani yako, zinaachia sasa, zinaachia sasa, zinaachia sasa, zinakimbia, 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 zinakimbia. Magonjwa yanakimbia, magonjwa yanakimbia, magonjwa yanakimbia, 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 yanakimbia. Tayari, 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 ukihisi kutapika usiogope. Pema wako watumishi kwa ajili yako. Iko neema ya Bwana jioni ya leo, iko neema ya Bwana jioni ya leo. Hizo roho zinatoka kwa kutapika, hizo roho zinatoka kwa kuvuta pumzi kutoka nje, kwa kuvuta pumzi kutoka nje, kwa kuvuta pumzi kutoka nje. Iko nguvu inatembea, iko nguvu inatembea, iko nguvu inatembea, iko nguvu inatembea kwa jina la Yesu. Iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu. Hiyo miguu ambayo imeshika, imekamata, hayo maumivu ya miguu yanaachia, yanaachia, yanaachia. Oka, achia miguu, achia miguu, achia miguu, achia miguu kwa jina la Yesu. Toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo mbavu zinaachia, hizo mbavu zinaachia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inua mikono yako, nyamaza tu, usitamke chochote. Ndio, inua mikono yako tu, fumba macho yako, fumba tu macho yako. Yes, tumemwomba Bwana, ni muda wa kukaa kimya. Tunataka majibu, tunataka majibu.
tunataka majibu. Ndio. Yes. Yuko malaika wa huduma. Anapita sasa. Anapita sasa. Ndio, kwa ajili ya uponyaji wako. Ndio. Anakugusa. 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 Inua tu mikono yako. Ruhusu neema ya Bwana. Ruhusu neema ya Bwana. Tayari. Yes. Yuko hapo. Ndio. Yuko hapo. Kwa jina la Yesu aliye hai. Yes. Usitoe kwa Bwana. Yes. Elia akaona uvumi wa upepo ukipita, nguvu ikipita, utulivu. Yes. Yes. Anza kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa wema wako. Umenigusa, umeniponya nafsi yangu katika jina la Yesu. Niko katika kufadhaika. Takatifu mfalme wa jina lako takatifu Bwana. Umenipa neema upya, umenipa afya katika jina lako, kwa sababu neema yako umedusha afya yangu katika jina lako takatifu Bwana. Asante kwa sababu uweza wako na mauti katika jina lako takatifu, katika jina la Yesu Kristo.